Lakini Fadu amezungumza, anasema yeye anasema yeye yuko kwenye timu kubwa sana. Anasema Simba ni moja ya timu kubwa sana Afrika, na kama itatokea wataambiwa wakacheze uwanja gani, yuko tayari. Yani hata kama itatokea wataambiwa warudi wakacheze pale pale Berkane, katika uwanja wa Manispaa Berkane, yuko tayari kwenda kucheza pale. Lakini Fadu anasema anatamani zaidi kuiona capacity ya uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na mashabiki namna ambavyo huwa wanafurika. Anasema kucheza mbele ya mashabiki 60,000 ni tofauti kucheza na mashabiki 12,000 13,000. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unapata ile ladha, yani unafeel ile taste unapokuwa katika uwanja wa Mkapa, na ile capacity ya watu 60,000 ni idadi ya watu wengi sana. Mara nyingi imekuwa ikiwapa wao nafasi ya kufanya vizuri. Lakini anasema kama itatokea CAF watasema wakacheze kwenye uwanja tofauti na uwanja wa Benjamin Mkapa, wao wako tayari kama timu kubwa, wako tayari kwenda kucheza popote. Kwa hata kwenda kurudi tena pale pale Berkane wako tayari, na anasema wako wanaweza wakapata matokeo pale popote. Lakini kwenye issue ya uwanja bwana, nilikuwepo nchini Morocco na viongozi wa Simba, lakini pia hata viongozi wa serikali. Alikuwepo pia naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma, ambaye yeye ndio alihakikisha pia sehemu kubwa ya uwanja kukamilika na kurekebishwa. Amehusika usiku na mchana, unaona, na baadhi ya viongozi pia walibaki kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha uwanja unakuwa salama. Lakini viongozi wa Simba mpaka sasa hivi, yani wao ukiwaamsha usingizini ukiwaambia mechi inachezwa wapi, wanakuambia kwa Mkapa. Yani ukiwashtua usingizini, bana mechi inachezwa wapi tarehe 25, wao wanakuambia kwa Mkapa. Ukiwa nao kwenye ndege, sasa kumbuka safari ni ya masaa 8 ndugu yangu. Story tunaopiga kule ni uwanja. Mechi inapigwa wapi? Mashabiki wanataka uwanja wa Mkapa. Na huo ndio ukweli. Mashabiki wa Simba wengi wanataka kwa Mkapa. Kwa Mkapa. Unataka kwa Mkapa kwa sababu gani? Kwanza wanajua Waarabu wangapi wamefika kwa Mkapa wakapasuka, si ndio? Kila Mwarabu aliogusa kwa Mkapa amefanyaje? Amepasuka, ameumia, anakutana na joto la jiwe. Kwa hiyo wanafahamu hilo kwamba kwa Mkapa wakienda zile goli mbili ni rahisi zaidi kurudi, tofauti na ukienda kwenye uwanja mwingine. Na of course wale Berkane ukiwapeleka kwenye uwanja mdogo, mfano kama uwanja wa New Amani pale Berkane, ashindi kupata matokeo pale ndugu yangu. Sio moja, unaweza kupiga hata 2 nyumbani kwako. Asubuhi tu. Wale jamaa wanapenda uwanja fulani mfupi ambao ni mdogo hivi, uwanja ambao wanapigana zile pasi zao na wanakasi fupi wanaondoka. Pasi fupi. Na ukiangalia Simba wao mara nyingi hawapendi kutumia zaidi pasi fupi. Wanapenda ile kukimbia kweli kweli na mpira. Anataka eneo kubwa la kutembea. Kina Kibu Dennis au kina Mpanzu, kina Jean Chaza, huwa wanapenda sana kutembea uwanjani. Sasa unampeleka kwenye uwanja mdogo lise kama uwanja labda wa Amani au uwanja labda wa KMC. Berkane anakubabua baba. Yule anakubabua hapo hapo kwako. Kwa Simba wanapenda kutumia uwanja wao mkubwa, kwanza experience, alafu ule uwanja unawapa wao motivation kwamba bwana, tukiwa hapa kweli tuko uwanja wa Mkapa, tuko nyumbani. Kwa hiyo inawaongezea wao chachu ya kupambana. Kwanza wachezaji, pili mashabiki wanakuwa wengi zaidi pale, wanafurika. Kwa hiyo nafikiri katika agenda ambayo kubwa leo inaendelea ni kuhusiana na uwanja, na jana viongozi wa Simba wamesema leo ni siku ya Jumatatu. Bado siku 6. Bado siku 6. Leo watapata mwafaka 100% kwamba sasa uwanja utatumika uwanja gani. And by the way, hiyo jana walikutana viongozi wa Simba jana mara tu baada ya kutua kutoka Morocco. Mara baada jana kutua walikutana na wakaanza kudiscuss na matawi, viongozi wa matawi mbalimbali. Mutaza Mangungu kama mwenyekiti alikuwepo na timu yake pale, wakaendelea kudiscuss pale mambo mengi kweli kweli kuelekea mechi hiyo. Bila shaka vitu ambavyo vinadiscussiwa ni namna gani ya kwenda kutia hamasa katika mechi yao ya mkondo wa pili wa finali ya kombe la shirikisho Afrika. Waliona mfano mdogo tu namna ambavyo mashabiki wa timu ya RS Berkane walivyokuwa wakishangilia. Ule upande mmoja tu wa kaskazini, wale the orange boys wale, namna ambavyo walikuwa wanashangilia kwa mtindo ule wa kutia hamasa wakiwa na kwa master wao, ilienda kuwachanganya. Unajua Simba walisafiri na ngoma yao King Faida alikuwepo pale. Alafu niulize hapa, wao walikuwa wanasikiliza na kuangalia TV, ulisikia ngoma King Faida? Nyuki wa Kiarabu walisikika.
nyuki. King Faida amepiga pale nani kama Simba Simba, alafu kule watu wameshachanganyikiwa, yani watu washavua mashati. Unanisikia vizuri bwana Lusajo? Wanaanikiza kule kuna kwa master anawaimbisha wa huko anawaimbisha wa kule. King Faida anasikika saa ngapi? Wakaonyesha mfano kwamba namna ambavyo watu wanaweza kushangilia, na of course ile inawatia hamasa. Na baadaye tukiwa safarini nilimuuliza Yusuf Kagoma, vipi atmosphere? Of course Kagoma ndo mara yake ya kwanza kucheza finali kwenye ngazi za vilabu barani Afrika, hasa kombe la shirikisho. Hajawahi kucheza, sio tu finali, hata hatua makundi yeye hakuwahi, si ndio? Sasa Kagoma anakuambia kuna muda ulifika dakika ya 70 hivi zikaanza kupigwa kipenga, hadi watu wakaanza kupiga filimbi mashabiki. Sasa akiwa anapigwa pasi, ana feel kama mwamuzi ndo akapiga kipenga. Walikuwa na kazi mbili, kwanza kusikilizia ni mwamuzi ama ni nje. Ndio maana anasema kuna wakati alikuwa na delay hata kupiga pasi zake, sababu anahisi labda kuna makosa nimefanya, kipenga kimepigwa nje. Sasa wale jamaa wana hizo mbinu. Mwanzoni wataenda tu na shangilia yao ile, wana nyimbo zao za kuimba, wana hype, wanajua namna kupiga makofi. Yani kuna muda tu wa kupiga makofi. Piga makofi tu, pa uwanja mzima unashtuka. Sasa wao wanafahamu kwa sababu tayari wanafanya experience mara kwa mara, wako pale. Sasa Simba kuna baadhi ya wachezaji ni wapya, hawajawahi kukutana na hicho kitu. Sasa Kagoma anakuambia zilianza kupigwa kipenga, sasa piu jamaa anashuka, ni mwamuzi ni nani? Kwa hiyo atmosphere ile ilikuwa inawachanganya. Sasa wameitana pale Simba jana kwa ajili ya kwenda kutengeneza namna gani ya kwenda kushangilia na kutia hamasa zaidi. Lakini wakati huo tayari Simba anaendelea kuhamasisha waendelee kukata tiketi. Ndio nataka kujua kwamba sasa hapa Simba anapambana na CAF. Wajua anatangaza jana anatunisha msuli. Ahmed Ali rudi msemaji wa Simba anaambiwa vipi kuhusiana na tiketi. Anasema waendelee kukata tiketi na wanaotoka mikoani waendelee kusafiri kuja, kwa sababu anaamini bado mechi iko pale pale. Kwa hiyo leo watatoa majibu sahihi wapi mechi ikachezwa. Na mimi narudia tena kusema kwa Berkane nilivyowatazama, kwa uwezo walionao kwa sasa, timu kutokea Afrika Kaskazini, Berkane wako kwenye top kweli kwa kiwango bora kweli. Njoo hao Ahali wenyewe, njoo wale sijui Zamalek, njoo wale Wydad, njoo wale Raja, njoo wale Pyramid. Unaweza wafanisha kidogo na Pyramid, lakini walitiscam kwenye uwanja wake wa nyumbani. RS Berkane ni timu nyingine kabisa. Quality walionayo ndani na quality ambayo inatoka sub ni vitu vinavyofanana, tofauti na Simba wanaanza kuchagua. Sasa ametoka Jean Charles Ahoua sasa hivi Mafi Shoholi, ametoka sijui Mpanzo, anaingia nani? Haya, mara ametoka Kibu, ndio atatafutwa Naoma huko. Sasa Naoma yuko wapi? Leta Naoma. Lakini wale jamaa kikitoka chuma, watu wameinvest brother, watu wameweka pesa. Huu mpira ni investment. Lakini kwa finali anything can happen, kwa sababu kila mmoja anakuwa na faida ya uwanja wake wa nyumbani. Na waamuzi walikuwa wanachezesha kwa pressure sana ile mechi pia. Juu akiangalia kuna watu, kwanza alikuwa hata kocha wa timu ya taifa ya Morocco amekaa pale VIP, amekaa pale juu kabisa anaangalia yeye kwenye TV. Lakini wakati huo pia alikuwepo waheshimiwa kutoka CAF ambao pia ndo wamiliki wa timu yenyewe. Fauzi alikuwepo juu. Kwa hiyo waamuzi wanachezesha kwa pressure. Ikitokea chochote mashabiki wanaangalia juu kule, bosi wao anasemaje. Kwa hiyo ndugu yangu, mpira una fitna, lakini hata ukiachana na fitna, Berkane wana timu brother, watu wameinvest, watu wameweka hela. Unasikia vizuri Kando na fitna uwezo wanao. Kando na kwanza fitna yenyewe iko wapi? Fitna ndio masuala ya referee uwanjani, lakini hakuna fitna nyingine ambayo Simba alifanyiwa nje ya uwanja. Kwanza watu wanashangaa, mimi kwa nashangaa, mbona mapokezi yao jamaa mazuri? Mbona hamna hata vurugu mechi? Yanga walifanyiwa, unajua vurugu mechi yao ya finali na Usman. Kwanza picha linaanza, hoteli ya Yanga inavamiwa hapo nje. Watu wanapiga doria, wanapiga mafataki usiku. Wanapiga chapo, wanapiga mafataki usiku kucha. Watu wanaenda na vigoma pale vikapigwa sana nje. Yaani wanawatoa tu mchezo wachezaji wa Yanga wasiwe na utulivu. Lakini Simba wamelala hotelini. Na hiyo hoteli waliokuepo haikuwa mbali pia ya Berkane. Ni jirani tu pale. Mapokezi mazuri, wamekarimiwa, kila kitu freshi, mashabiki hawajafanywa vurugu, wameingia na vigoma vyao, safi kabisa. Unanisikia? Sio unaona zile video zinatembea? Safi kabisa. Jamaa mbona wanajiamini nini? Hamna fitna hata ndogo.
Fitness sasa njoo kwenye pitch. Wachezaji wao kwa wao baba. Quality ile ndo fitness, quality yao. Kule kuna Lamine Mamadou Kamara katikati hapo. Katikati afu lenyewe limesimama one man army katikati. Sio kwamba double pivot ndio yuko na nani. Chuma kimesimama kwa sababu alikuwa anacheza na 4-1-4-1. Yaani mfumo ambao alikuwa anatumia Rangnick yule wa Manchester United. Ndio alikuwa anatumia wale jamaa. Kwa hiyo chuma kimesimama katikati na Fabrice Ngoma kapoteana mle. David Pasco, kwa Lamine Kamara umejifunza nini katika mustakabali mzima wa soka? Ukiangalia ni Msenegali yule. Msenegali nimejifunza eneo ambalo sidhani kama hata Simba wa Teranga wanafikiria kumuita kwenye timu ya taifa. Kwa sababu ambao ukiangalia timu ya taifa wanaye Idris Gana Gueye anayekipiga pale Everton. Of course, kwa namna ambavyo anacheza, trust me, huyu jamaa ataitwa. Yaani hata kama hatacheza, huyu jamaa ataitwa. Na naamini ataitwa kwa sababu gani? Brother ana package ya kutosha kuitwa kiungo mkabaji. Anazima kulikweli. Na kwa namna ambavyo huyu jamaa amecheza, sio kwamba ameibuka tu vup. Yaani huyu sio kwamba ameibuka vup ghafla. Berkane wao sasa hivi wanachowaza ni kwamba wanawezaje kumzuia huyu mama, na ni kitu ambacho ni kigumu kweli asiondoke kwa sababu mpaka kufikia siku ya mechi ya Simba ile finali ya kwanza wanacheza Berkane, tayari hiki chuma kimeshapata ofa na watu wameshafika pesa bei. Timu pale kutokea Spain La Liga zimeshafika bei, timu kubwa tu. Lakini pia miamba ya Afrika nayo imefika bei. Miamba ya Afrika, lakini chuma hiki kina plan ya kwake kubwa ni kwenda kucheza Ulaya. Na hajaibuka tu kwa sababu huyu jamaa ni fundi. Unakumbuka vema katika kikosi cha Senegal cha under 20 ambacho kilibeba AFCON ya under 20 pale nchini Misri, walimfunga Gambia kama unakumbuka. Senegal alikuwa na viungo wawili ambao wanafanana majina. Mmoja alikuwa ni Lamine Kamara na mwenzake ndo alikuwa star wa michuano hiyo. Sasa hivi yuko pale Monaco ya Ufaransa. Ndio. Sasa yeye ndio amebakia pale RS Berkane, na kwa taarifa zilizopo hivi karibuni anaenda kujiunga na moja ya kigogo pale Spain kwenye La Liga Santander. Sasa nachojifunza ni kwamba mpira hauanzi tu juu, mpira unaanza chini, lakini pia watu wana invest na watu wanakuwa na mawakala sahihi. Kwa sababu huyu jamaa agenti wake au wakala wake ni anafanya kazi na wachezaji wengi sana wa Ulaya. Kwake yeye pia ni rahisi kutoboa. Mfano huyu Mamadou Lamine Kamara akiwa na umri wa miaka 22 yuko chini ya agency kubwa kabisa duniani ya Lion Sports Group, ambayo pia makao makuu yake yanapatikana pale Ireland. Na agency hiyo pia inasimamia wachezaji wakubwa kama Milos Kakes, left back wa Bournemouth, lakini pia Andre Onana, goalkeeper wa Manchester United, pia Federico Chiesa, winga wa Liverpool, Nikola Milenkovic, huyu ni beki wa Nottingham Forest. Hao ni wachache tu ambao wanasimamiwa na hiyo agency ambaye inamsimamia pia bwana mdogo Mamadou Lamine Kamara. Kwa hiyo utaona ndoto yao kubwa ni kupita. Yaani hapa Afrika wao wanapita huku akiwa wanatengeneza utaratibu wa kuondoka. Kwa hiyo wale jamaa wameinvest, wana wachezaji bora sana. Na msimu uliopita walikosa ubingwa RS Berkane kutoka kwa Zamalek. Unaona bwana walifika finali wakosa taji kutoka kwa Zamalek. Kwa hiyo awamu hii iwe mvua iwe jua wanataka huu ubingwa. Yaani iwe mvua iwe jua wanataka huu ubingwa. Walianza kuonyesha, na mara baada ya mechi ile kumalizika dhidi ya Simba, mashabiki wa RS Berkane walionekana wakiwa nyuso zao hazina furaha. Wamenywea. Wachezaji pia hawakwenda kushangilia na mashabiki wao. Kwa nini wamenywea? Kwa sababu walikuwa wanataka wamalize mchezo, either wamfunge Simba goli 3, 4 na kuendelea au 5 ili shughuli yao iwe nyepesi wanapoenda kucheza katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo goli 2 kwao walikuwa ni chache mno, na hii hofu ambayo imetanda kwa upande wao. Kwa when it is kama mechi itapelekwa kwa Mkapa, Simba zile 2 wanazirudisha vizuri.